Kwa majina naitwa ndugu Ramadhani Pontian Mionga, ni afisa sheria mwandamizi kutoka Benki Kuu ya Tanzania, kurugenzi ya ustawi na huduma jumuishi za kifedha kwenye kitengo cha kushughulikia malalamiko ya wateja wa huduma za kibenki. Tupo hapa katika viwanja vya Makangale kwenye maonyesho ya 88 ambao yanasoma kauli mbiu tambua soko, ongeza thamani kuelekea dira ya taifa ya 2050. Kwa kutambua soko, tunafahamu katika soko kuna wajasiriamali wengi. Kuna wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wakubwa, mama ntilie, kuna wafugaji, wakulima kwa ujumla. Benki Kuu kupitia kitengo chetu hiki cha ulinzi wa walaji wa huduma za kifedha, tunatambua biashara yote inahitaji fedha. Na kama inahitaji fedha, yoyote anahitaji kukuza mtaji, atahitaji kutumia huduma za kifedha kwa maana mikopo, ili aweze kupata kuongeza thamani ya biashara yake. Sisi tumekuja kutoa elimu kuweza kujua thamani ya fedha ya mteja ambaye anaiomba kama sehemu ya kukuza mtaji. Ni kwa namna gani inaweza kumsaidia na vipi anaweza akaziendea hizi huduma za kifedha bila matatizo yoyote. Kwa maana kuna uhaba wa elimu ambayo inakinzana na mahitaji ya mtu kuongeza kipato. Unaweza kuwa unataka kuongeza kipato lakini hula elimu ya fedha, mwisho wa siku kuletea changamoto. Tunapotambua umuhimu wa soko, tunatambua mwekezaji katika maeneo ya masoko. Sasa ili uweze kupata huduma salama, cha kwanza tunakuasa jihusishe na taasisi za fedha ambazo zimesajiliwa kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Maana taasisi zingine za fedha hazijasajiliwa Benki Kuu ya Tanzania. Kwa mfano, unapoongelea huduma ya bima, na ni huduma ya kifedha. Lakini tunasema taasisi zote ambazo zimesajiliwa kutoka Benki Kuu ya Tanzania ni rasmi wewe kuzipata huduma. Na ukipata huduma katika taasisi ya fedha ambayo inatambulika na imesajiliwa Benki Kuu, ni rahisi wewe ukipata changamoto, Benki Kuu inaweza kukusaidia. Kwa mfano, ikitokea umepata changamoto, umepata huduma za kifedha ambazo sio rafiki, kwa mfano umeongezewa riba kinyume na masharti ya mkataba, au umefanya marejesho kwa kuchukua mkopo lakini dhamana yako imeshindwa kurejeshwa, na athari zingine za kihuduma, kwa sababu huduma za kifedha ziko nyingi. Benki Kuu imeandaa utaratibu wa kikanuni ambao kwa mujibu wa kanuni ya ulinzi wa walaji wa huduma za kifedha ya mwaka 2019 kama ilifanywa marekebisho mwaka 2025, inamtaka mwananchi yeyote anapokuwa na changamoto ya kifedha, kwanza aanze kupeleka malalamiko kwenye taasisi yake ya fedha, aeleze alipata huduma gani na ameathirika na vipi na huduma, na anaiomba ile taasisi imsaidie ama imondolee ile tatizo. Iwapo taasisi ya fedha haitaweza kumtatulia mgogoro huo ndani ya siku 14, Benki Kuu imeweka utaratibu ambao unachagizwa na support ya kanuni hiyo iliyosema ya 2019 na mabadiliko yake 2025. Itakupata nafasi ya wewe kuja Benki Kuu ya Tanzania. Na unakujaje Benki Kuu ya Tanzania? Benki Kuu imeanzisha dirisha la kidijitali la utatuzi wa migogoro ya wateja wa huduma za kibenki ambao inaitwa Sema na BOT. Sema na BOT hii inaweza kupatikana kwenye website yetu ya Benki Kuu ambao ni www.bot.go.tz. Lakini unaweza kwenda kwenye Google search pale ukaandika Sema na BOT, itakuja linki. Lakini vile vile unaweza kuwapakua kwenye App Store au Play Store, wale ambao wenye simu za Android, itakuja linki ya Sema na BOT. Sema na BOT ukifanikiwa kuifungua kwenye page yake ya kwanza, utakuta kuna maelezo yanakueleza namna ya kuwasilisha mgogoro kwenye dirisha la kidijitali ya kuwasilisha malalamiko ya wateja wa huduma za kibenki. Ukifanikiwa kusoma vizuri na kuelewa, cha kwanza unatakiwa kufanya ni kujisajili kabla ya kuingia maana kuwasilisha malalamiko. Iwapo mwananchi utaamua kuingia kabla hujisajili, maana yake utapata changamoto ya kuwasilisha malalamiko hayo. Kwa kufanya hivyo, Benki Kuu itaweza kuyaona yale malalamiko na itaweza kuwasiliana na taasisi yako ya fedha. Taasisi zote za fedha ambazo tumezisajili zinapatikana katika mfumo huo wa Sema na BOT. Maana yake tunaweza kuziona interface moja kwa moja, kwamba ukishawasilisha malalamiko tutayaona, tutaweza kuwasiliana na taasisi yako ya fedha bila kujali umbali wa mteja ulipo, whether uko Mbeya, uko Morogoro, uko wapi, popote. Kupitia mfumo huu, Benki Kuu inaweza ikakusikiliza kwa kupitia video conference. Tunaweza kufanya kikao na wewe ukiwa umbali wote ule, ambapo hauhitaji gharama yote zaidi ya bando lako tu. Na kule mtu ambaye yuko karibu na sisi
Benki Kuu kwa maana Dodoma au Dar es Salaam, tuna wakilishi wetu akipiga katika ofisi zetu, tutaweza kumsaidia tukafanya vikutano kwa njia ya video conference. Wale ambao wapo karibu na Dar es Salaam, wale ambao wote tunafanya nao moja kwa moja kama hivi vilivyokuja waandishi wa habari. Na hiyo imesaidia bila kujali umbali wa mtu alipo, anaweza kasaidika na akapata huduma rafiki. Huduma hii kuanzia kuwasilisha malalamiko kutoka taasisi ya fedha mpaka kuja Benki Kuu haina gharama yoyote kwa mteja. Hii yote ni kutengeneza mazingira wezeshi ili wananchi wanapoyaendea masoko kwa kuhakikisha kwamba ili waweze kuongeza thamani zao kulingana na dira yetu ya taifa wa 2050 kwamba itamtengenezea mazingira mapesi kunufaika na huduma jumuishi za kifedha. Ukijihusisha na taasisi isiyosajiliwa, manake ukipata changamoto Benki Kuu itashindwa kukusaidia. Kwa sasa, kwa sababu lengo la Benki Kuu inataka wananchi wote wanufaike na huduma rasmi za kifedha, na tunawaasa pale ambapo utapobaini taasisi ya fedha haijasajiliwa na Benki Kuu na haitambulike vya Benki Kuu, haraka sana toa taarifa. Toa taarifa. Tuna namba zetu ambayo ni toll free number ambayo ni 08 111 11100. Namba hii sio tu kutoa taarifa kwa taasisi ambayo hajasajiliwa, bali hata ukitaka maelekezo ya namna ya kuingia katika dirisha la kidijitali la kuwasilisha malalamiko ya wateja, namna gani utasajili lalamiko lako, pia inaweza kukusaidia. Kwa hiyo tunasema tumetengeneza kanuni zetu ya Microfinance Act 2018 pamoja na kanuni zake za 2019. Zimeweka katazo na hasa kifungu cha 16 kwamba ni marufuku mtu yoyote kufanya biashara ya fedha bila kuwa na leseni ya Benki Kuu. Unaweza kuona jinsi gani Benki Kuu imetilia mkazo kwa ajili ya kukulinda wewe mwananchi usende kupata madhara ya kifedha, kwa sababu watu wote tunawapa leseni huingia nao mkataba wa hali bora kwa kutoa huduma ambayo itakuwa rafiki, itakomsaidia mlaji wa huduma za kifedha. Lakini yule ambaye atakayebainika, tukapata taarifa, kanuni ya 16(2) ya Microfinance Act imesema huyu mtu tukimkamata tunaweza akafungwa jela miezi 6, akapigwa faini kuanzia shilingi milioni 20 mpaka milioni 100 au vyote vikaenda kwa pamoja. Haya ni madhara makubwa ya kifedha. Tunawasa wananchi wasijihusishe na biashara ya fedha kama hajasajiliwa, kwa sababu tunawataka nao kama wadau wa sekta ya kifedha waje sajili, wapate nafasi ya kurasimisha na kutambulika, ili wasiathiriki mitaji yao kwa kupigwa faini ambazo zingeenda kuwasaidia kukuza biashara zao. Madhara ya wananchi ambao anaweza kukuta kwa kupata huduma kutoka katika taasisi ambazo hajasajiliwa. Kwanza, wakiwa na malalamiko, Benki Kuu haitaweza kuwasaidia, kwa sababu huo utakuwa ni mgogoro kama mgogoro mwingine, ambapo utatuzo wa malalamiko utatuliwa katika vyombo vya kimahakama moja kwa moja. Lakini pia huyo anakuwa ni mkosaji kama mkosaji mwingine kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sisi tutashindwa kumlinda. Lakini pili, kama atakuwa na fedha, maana yake fedha zitakuwa zimeondoka, na kama alikuwa na biashara, hiyo biashara haitaendelea. Kwa ukichukulia watu wanaofanya biashara kimasoko, itasababisha udumavu wa ukuaji wa kifedha na kuathiri wao kama wao vipato, lakini pia na maisha yao kwa ujumla. Lakini serikali inawategemea hawa kwa mujibu wanapofanya biashara. Watapokuwa wanapata kipato, serikali itapata kodi. Kio utaisababisha pia serikali kupata mapato vile vile. Kwa hiyo tunakuosa kama mwananchi, jihusishe na huduma kutoka taasisi za fedha zilizosajiliwa na Benki Kuu ya Tanzania, ili unufaike, serikali inufaike, na sisi tunufaike, kwa sababu tutapokuona unapofanya vizuri, kwetu sisi ni mafanikio kama Benki Kuu kwamba huduma zetu zinakusaidia pia.